Ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Karibu. Baadhi ya mashirika ya kijamii chini ya mwavuli wa Okoa Uchumi yameshtumu serikali kwa kile yamedai ni kutumia mswada wa fedha mwaka 2025 na 26 kuwaumiza walipa ushuru, huku ikiwapendelea wachache wenye ushawishi. Mashirika haya yanasema sekta ya afya imepata pigo kubwa, huku huduma za afya ya uzazi ya Linda Mama zikifutiliwa mbali na bei ya dawa kutarajiwa kupanda, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Kenya viva! Viva! Huku wananchi wakiendelea kutoa maoni yao kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025-26, mashirika ya kijamii sasa yanasema mswada huo unawakandamiza walipa ushuru, huku ukiwafaidisha wachache kupitia msamaha wa ushuru na kupunguzwa kwa ada. Taxpayers viva! Viva! Kwenye mswada huo sekta ya afya imepata pigo kubwa. Huduma za Linda Mama zinazowasaidia kina mama wajawazito hazijatengewa hata senti moja. This critical program has contributed to an increase in the number of women delivering in health facilities under the care of skilled birth attendants over time. Bei ya dawa pia inatarajiwa kupanda, hali hii ikiwaathiri zaidi wagonjwa wa maradhi sugu kama kisukari, mbali na gharama ya chakula cha mifugo, na hivyo kuathiri bei ya maziwa na mayai. So if now we pass on the input VAT on pharmaceuticals to those products, then we are likely to see the cost of medicine going up. Sekta ya elimu pia iko mashakani. Kupunguzwa kwa shilingi bilioni 4.3 kwenye bajeti kutaathiri pakubwa mpango wa lishe shuleni ambao umepunguziwa shilingi milioni 600, fedha ambazo zingewalisha watoto 50,000 kwa mwaka. This program, which has existed in various forms since the 1970s and aims to enhance educational enrollment. Lingine linalozua utata ni pendekezo la kuipa mamlaka ya ushuru KRA uwezo wa kupata taarifa za kibinafsi za wananchi bila amri ya mahakama. Beyond individual privacy, the political consequences are dire. With unrestricted access to vast troves of data, there is a real risk of voter targeting, political profiling and electoral interference. Mashirika haya ya kijamii sasa yanaitaka bunge kufuta vipengee vyenye utata, ikiwemo kuongeza idadi ya washauri wa rais na upanuzi unaoendelea wa afisi ya rais. As the finance bill progresses through public participation and parliamentary debate, it is essential that these inequities are highlighted and rectified. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Okoa Kenya viva!